Siku ya maji duniani huadhimishwa kila ifikapo Machi 22 kila mwaka, ikiwa ni fursa ya kipekee ya kuhamasisha na kuelimisha dunia kuhusu umuhimu wa maji safi na salama, pamoja na mikakati ya kutatua changamoto zinazohusiana na upatikanaji wa maji. Kwa mwaka 2025, kauli mbiu ya kitaifa inasema uhifadhi wa uoto wa asili kwa uhakika wa maji, hasa katika kuhakikisha upatikanaji wa maji kwa jamii zinazoishi maeneo ya vijijini na mijini. Maadhimisho haya yanatokana na azimio la Umoja wa Mataifa kuwa ifikapo Machi 22 ya kila mwaka, nchi wanachama ziadhimishe siku ya maji duniani kwa pamoja. Hii ni kutambua umuhimu na thamani ya maji katika maisha ya binadamu na uchumi wa dunia kwa ujumla. Lengo mama la maadhimisho ya siku ya maji duniani ni kuungana na mataifa mengine katika kutathmini utekelezaji, mafanikio, changamoto zinazojitokeza katika utekelezaji wa miradi ya maji, na kuainisha mikakati ya kuboresha na kuimarisha utoaji wa huduma ya maji safi na usafi wa mazingira, na kusimamia utunzaji wa rasilimali ya maji nchini. Maji ni rasilimali muhimu katika maisha ya kila siku. Maji yana ushawishi mkubwa kwa afya, elimu na ustawi wa jamii. Upatikanaji wa maji safi na salama husaidia kupunguza magonjwa yanayohusiana na uchafuzi wa maji. Yako masuala mbalimbali ambayo bomba inayopasuka na mwananchi anaiangalia tu peke yake. Moja wapo ni kwamba maji yale yanakuwa yametibiwa. Bomba inayopasuka maana yake itachukua uchafu, itasababisha maradhi kwa wananchi. Kwa elimu hii kwa kweli kwa wananchi, na mimi niseme tu kwa Watanzania wote, kwa maeneo yote, isiwe kwa Nzega tu, kwa maeneo mengine. Bomba inapokuwa imepasuka la maji na ukaliangalia tu kama jinsi lilivyo, jua kabisa kwamba kinyesi au na uchafu wa aina yote, bomba pale maji yatapokatika yatarudi kwenye bomba lile na yatakufikia nyumbani kwako, kitu ambacho ni kibaya zaidi kwa afya yako. Hivyo, siku ya maji duniani ni fursa ya kutafakari jinsi maji yanavyoathiri ustawi wa jamii na umuhimu wa kulinda vyanzo vyake kwa faida ya vizazi vijavyo. Wananchi wa mji huu ni watu wenye ushirikiano wa hali ya juu sana. Tunashirikiana nao kwenye kila jambo kuhakikisha kwamba mradi huu, huduma hii inakuwa endelevu kwao, na wanajua thamani ya huduma hii kwao. Ndio maana wanaamua kwa dhati kabisa kushirikiana na sisi. Kwa hiyo tunashirikiana na wao kwenye mambo mbalimbali. Mfano, swala la upotevu wa maji. Swala la upotevu wa maji linachangiwa sana na sababu kama tatu. Ya kwanza ni mabomba ya kupasuka. Ya pili ni watu kuiba maji. Na ya tatu pengine ni uchakavu wa miundombinu. Wananchi hawa wamekuwa wanatupa taarifa kwenye kila jambo. Kwa mfano, bomba ya kupasuka. Hakuna mwananchi wa Nzega ambaye anaweza kukubali kuona bomba limepasuka linamwaga maji. Kwa hiyo moja kwa moja lazima aje mpambane kuhakikisha kwamba wenyewe kwanza, hata wenyewe wanajitolea kazi, kufika ukamkuta mwananchi anachimba mwenyewe mtaro ili anachimba ile bomba kuhakikisha kwamba linatengenezwa. Lakini pia anatoa taarifa kwa wakati, tunaifanyia kazi. Lakini wizi wa maji, kwa sababu ya uhakika wa maji, wananchi wa eneo hili hawakubali kabisa kuona maji yanafanya nini, yanaibwa. Kwa hiyo mtu anayejaribu kufanya vitu kama hivyo, watakupeni taarifa, jamani shughulikieni. Na ndiyo maana hali ya upotevu wa maji kwenye eneo letu tulivyokuwa tunaanza mwaka 2020 ilikuwa 68%, lakini leo mnavyoongea na wewe ni 5.6%. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo kiwango ambacho tumefanikiwa. Kwa hiyo unaweza kuzunguka mtaani huku usione hata bomba moja linalomwaga maji. Ni kwa sababu ya ushirikiano. Katika huduma yote ile, ili iweze kuwa bora, lazima washirikishe wananchi. Nikichukulia mfano swala la upotevu wa maji, tumefanikiwa kutoka 6% na kuja 5.6%. Ni kwa sababu ya wananchi kuamua kabisa kwa dhati kuisaidia mamlaka, kusaidiana na mamlaka kuhakikisha kwamba kunakuwa na hakuna upotevu wa maji. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, anatoa maono yake kuhusu azma ya serikali kufikisha maji vijijini na mijini ifikapo mwaka 2025. Lengo ni kufikia azma ya kufikisha maji kwa wananchi kwa 95% mijini na 85% vijijini ifikapo mwaka 2025. Tunaweka mkazo mkubwa katika kuimarisha usimamizi kwenye utekelezaji wa miradi ya maji. Hizi ni takwimu za hivi karibuni
kuhusu kiwango cha upatikanaji wa maji nchini kati ya maeneo ya mijini na vijijini. Upatikanaji wa maji Tanzania kiujumla umeimarika sana kwa hiki kipindi cha miaka minne. Ukiangalia takwimu za mwaka 2020 mpaka takwimu za Disemba 2024. Sisi Wizara ya Maji huwa tunapima upatikanaji wa maji tofauti kwa upande wa mijini na kwa upande wa vijijini. Kwa upande wa vijijini, upatikanaji wa maji Disemba 2020 ilikuwa 70.1. Lakini mpaka kufikia Disemba 2024 upatikanaji wa maji umeongezeka kufikia 83%. Na kwa upande wa mijini, upatikanaji wa huduma ya maji kwa mwaka Disemba 2020 ilikuwa 84%. Lakini ndani ya hiki kipindi cha miaka minne mpaka kufikia Disemba 2024 upatikanaji wa maji mijini umeongezeka kutoka 84% mpaka kufikia 90.1. Na hii imetokana na kukamilika kwa miradi mbalimbali. Kwa upande wa vijijini, upatikanaji huo wa maji umeongezeka kutokana na kukamilika jumla ya miradi 1962 ambayo imeenda kuwapatia huduma wananchi takriban milioni 13.48. Na kwa upande wa mijini, hali hii imechangia kutokana na kukamilika kwa jumla ya miradi 213 ambayo imeongeza upatikanaji wa huduma ya maji kwa wananchi wa mjini wapatao milioni 6.2. Tuna miradi mingi ambayo inaendelea na utekelezaji kwa upande wa vijijini na upande wa mijini. Na hii takwimu tumeikalkulate December 2024. Tunaamini kwa idadi ya miradi ambayo inaendelea kwa upande wa vijijini ambayo iko zaidi ya miradi 1,200 na kwa upande wa mijini zaidi ya miradi 114 ikiwemo miradi ya kimkakati kama mradi wa Simiyu Climate Resilient Project ambao una takriban bilioni 441. Tuna huo mradi wa miji 28 ambao unatekelezwa katika maeneo ya hiyo miji 28 Tanzania. Kwa hiyo ukiangalia hii miradi miji 28 ikikamilika, na tunatarajia mwaka huu 2025 itaanza kutoa huduma kwa sababu sasa hivi utekelezaji wake unaendelea vizuri. Lakini pia tuna bwawa la Farkwa, hilo ni kwa ajili ya kuongeza upatikanaji wa huduma ya maji katika jiji la Dodoma. Tunajua hilo linaweza lisikamilike kwa mwaka 2025 lakini utekelezaji wake umeanza. Tuna bwawa la Kidunda. Kwa hiyo tuna miradi mingi ya kimkakati ambayo inaendelea. Kwa hiyo kwa kutoka 90.1 tunaamini itakapofika Oktoba 2025 95% itafikiwa. Na kwa upande wa vijijini pia tunaamini tutatoka hiyo 83% tuliopo, tutafika hiyo 85% na zaidi kwa miradi ambayo inaendelea. Serikali imeweka mikakati thabiti ya utekelezaji wa miradi ili kutatua changamoto za upatikanaji wa maji. Tunakwenda kutunisha mfuko wa miradi ya maji. Tunakwenda kuangalia vyanzo vingine ambavyo vitakwenda kutunisha mfuko wa maji ili twende tukatekeleze upelekaji wa maji kwa wananchi kwa haraka. Utekelezaji wa miradi hii, fedha zake 1% kubwa ni fedha za ndani zinazotokana na kodi. Walipa kodi wa Tanzania ndio wamefanikisha utekelezaji wa miradi hii. Sera ya maji ya mwaka 2002 imegawanyika katika maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza ni usimamizi wa rasilimali za maji. Eneo la pili ni utoaji wa huduma ya maji vijijini. Na eneo la tatu ni utoaji wa huduma ya maji safi na maji taka mijini. Sera ya maji, sisi Wizara ya Maji ya mwisho kabisa ambayo tunaendelea kuitumia ni ya mwaka 2002. Sasa hivi tuko mwaka 2025. Kwa hiyo utaona kuna mambo mengi yamebadilika. Teknolojia zimebadilika. Tuna changamoto za masuala ya climate change ambayo hayakuwa addressed kwenye sera, lakini pia tunaona sasa hivi kuna ushirikiano wa mambo ya private partnership, PPP yapo. Kwa hiyo swala la utunzaji wa vyanzo vya maji, kuna swala la mambo ya water quality, yani ule ubora wa maji. Sera yetu ya zamani ilikuwa haijazungumzia, haikuwa na matamko katika hayo maeneo. Kwa hiyo utaona kwamba hii sera ya maji ambayo tumeikamilisha, ambayo ni ya mwaka 2002 toleo la 2024,
inaenda kuzinduliwa rasmi katika kilele cha maji wiki. Lakini pia si hilo tu, tunaangalia serikali kama nilivyotaja imefanya investment katika miradi Tanzania kwa kiasi kikubwa sana na imetumia fedha nyingi sana. Umesikia hapa nikizungumza huko nyuma, hata kabla ya 2020 ambako upatikanaji wa maji ulikuwa 70.1, 70.1 kwa upande wa vijijini, 84 kwa upande wa mijini, mpaka hapa tulipoweza kufika, pia serikali ilikuwa imeinvest a lot of money. Sasa katika hiki kipindi cha miaka 4 ndio kabisa mnaona jinsi gani utekelezaji wa miradi mikubwa ya materials, jinsi serikali inavyowekeza. Sasa tusipokuwa na mkakati maalum wa swala la sustainability ya hii miradi, tunaweza tukajikuta project hizi baada ya miaka kadhaa inakuwa haziendelei. Kwa hiyo kitu kimojawapo katika siku hiyo tunatarajia tutazindua mpango mkakati ambao tunaita sustainability strategy, ili kumake sure hii miradi yetu inakuwa sustainable na wananchi wanaendelea kupata huduma endelevu. Uoto wa asili unajumuisha mifumo ya kiekolojia ya asili kama vile misitu, majani, mifumo ya mto, maziwa na maeneo ya mvua. Hii ni mifumo ya asili ambayo ina mchango mkubwa katika uhifadhi wa maji, hasa kutokana na uwezo wake wa kutunza maji, kuboresha ubora wa maji na kusaidia mifumo ya asili katika kuhifadhi na kuhimili hali ya mabadiliko. Mifumo ya uoto wa asili ni muhimu katika kuhakikisha kuwa vyanzo vya maji vinakuwepo na havikauki hata katika kipindi cha ukame. Miradi ya maji kama vile visima, mabwawa na mifumo ya maji ya bomba mara nyingi yanategemea vyanzo vya maji vya asili ili kutoa maji kwa jamii. Ikiwa uoto wa asili utaendelea kuhifadhiwa na kulindwa, miradi hii inaweza kuendelea kutoa maji safi kwa muda mrefu. Miradi ya maji inahitaji vyanzo vya maji vya kudumu. Mhandisi Mwajuma Juma Waziri ni katibu mkuu Wizara ya Maji. Hapa anaeleza mipango mkakati ya wizara katika wiki ya maji. Mheshimiwa Waziri wetu amekuwa na maono. Tuna watu wengi ambao ni wastaafu, wako retired lakini they are not tired, na bado serikali iliinvest kwao kwa kiasi kikubwa kwa experience, kuwasomesha, na bado wanatakiwa waendelee kutoa mchango katika hili taifa letu. Lakini unakuta amefikisha muda wa kustaafu, uwezi ukamwacha akaendelea kuwepo huko mtaani. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri alielekeza tuandae kama kitovu cha wastaafu wabobevu wa sekta ya maji. Tutakapokuwa tuna changamoto au wataalamu wameteuliwa, unahitaji kwenda kufundwa kujua sekta changamoto mbalimbali, tutakuwa tunawapeleka. Kwa hiyo siku hiyo itakuwa pia ni kama it's like inauguration ya hiyo consultants firm ya hao wastaafu, ambayo kitovu chake ni chuo cha maji. Na hii ni miaka 4 ya Rais Samia katika juhudi za kumtua mama ndoo kichwani. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika hiki kipindi cha miaka 4 tunaona, unajua, kutoka 83% mpaka 90% ndani ya awamu moja, unaweza ukaona, au tunategemea kufika 95, lakini sasa hivi tuko 90 na miradi mingi inaendelea. Tunamuona kama Mheshimiwa Rais ni game changer. Game changer katika sekta yetu ya maji. Kwa kweli anatupa sapoti kubwa sana, kwa sababu performance ya sekta inategemea pia na sapoti unaoipata kutoka kwa Mheshimiwa Rais, kwa maana ya fedha, kwa sababu ni fedha. Kwa hiyo tutakuwa tuna acknowledge kuna zawadi nyingi za ndani pamoja na nje za appreciation ya mchango wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika sekta ya maji. Kwa hiyo tunamuita kwamba yeye ni game changer. Ameweza kuwatua ndoo wa mama kichwani, si Tanzania
na nadhani pia the way watu wengine wanaoona, wadau wa sekta za maji nchini ndani na hao tunaofanya dialogue nje, ajenda kwa Afrika, huenda akapata hiyo tunzo ya kumtua mama ndoo kichwani Afrika, not only Tanzania. Kuhusu utekelezaji wa agizo lililotolewa na Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu malipo ya kabla ya mita za maji. Swala la prepaid meter ilikuwa ni maelekezo. Kutumia prepaid meter ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo alishalitoa mwaka jana, na sisi kama Wizara ya Maji tumejipanga. Tunajua kwamba prepaid meter ni teknolojia. Kwa hiyo huwezi tu ukaenda unanunua, kwa sababu pale kuna software na kuna hardware. Changamoto iliyoonekana ni kwamba ukinunua ile prepaid meter unakuta software zinatofautiana, kila vendor anakuwa na software yake. Kwa sisi kama wizara tumejikita sasa kuhakikisha tunakuwa na software yetu moja kama ilivyo luku, ili tuweze sisi kuwa na zile data ndani badala ya kuweza kutumia watu wengine, labda unakuta data iko Afrika Kusini au iko China, iko wapi, kulingana na mzabuni wa zile mita. Kwa sasa tumenunua mita za majaribio za kutosha zinazofanya kazi maeneo mbalimbali, na rizati au tuseme matokeo ya ufanyaji kazi wa hizo mita unatupa mwelekeo mzuri, na sasa hivi tumeshatoa maelekezo kwa mamlaka mbalimbali na tumeshawapa idadi ya mita ambazo wanatakiwa waanze kuzitumia, ili tuweze kuona ufanyaji kazi wake ukoje kwa muda na changamoto gani tunazokutana nazo. Tusije tukajikuta unanunua mita zote leo alafu hujaweza kujifunza zile changamoto zilizopo, kwa hiyo baadaye inaweza ikawa shida zaidi. Kwa hiyo tumejipanga, tuna idadi ya mita kadhaa, karibuni kama mita 1,000,000 na kitu ambazo zitanunuliwa katika maeneo mbalimbali nchini, na sasa hivi zipo ambazo zimeshaanza kufungwa. Lakini pia tunajaribu kuzingatia ili tuepuke zile changamoto nyingi ambazo zingeweza kujitokeza kama tutanunua moja kwa moja bila kufanya hizi technical analysis. Katika kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais, mamlaka pia imeanza zoezi la ufungaji wa dira za malipo ya kabla. Na hii tulikuwa tunafanya zoezi kuhakikisha kwamba tunaona ubora wa hizo mita. Lakini kwa kweli yako mafanikio makubwa tumeyapata kutokana na ufungaji wa hizi dira. Kwanza, imedhibiti kabisa maongezeko ya madeni kwenye maeneo mbalimbali. Lakini pia makusanyo pia yameongezeka kwa sababu unakuwa na uhakika zaidi wa makusanyo. Tunapata maji mazuri sana. Tunashukuru Mungu. Maji haya matamu, hatupati tena tabu, tunatia karibu, natusaidia kunywa, kuoga, kufua, pia mazuri. Mimi kwa jina naitwa Hadija Abdramani Kimaro, mkazi wa hapa kijiji cha Matouo. Yaani tunashukuru sana mradi huu wa maji ulipokuja hapa. Kwa mfano kama sisi wazee tulikuwa tunateseka sana. Maji yalikuwa ni ya shida, tunaenda umbali wa kilo kama 10, 15. Lakini sasa hivi tunashukuru maji tumeshaletewa mradi hapa. Tunapata maji safi na ni salama. Umbali mrefu tulikuwa tunatoka hapa na mpaka Bomang'ombe, au kwa mfano unaweza ukachota maji kwenye kisima, unaenda kwenye kisima kuanzia saa 9 usiku mpaka saa 5 ya mchana bado hujachota maji. Lakini kwa sasa hivi tunachota maji mpaka hata kuoga tunaoga, mpaka kufua tunafua. Kwa majina naitwa Prince Andrew Mushi. Kwa kweli sasa hivi maji, upatikanaji wa maji tunapata maji muda wote, masaa 24, tofauti na awali kipindi cha nyuma. Kabla ya mradi mpya tulikuwa maji yalikuwa ni ya mgao, lakini kwa sasa hivi baada ya mradi mpya maji tunapata wakati kwa masaa 24. Kwa hiyo tunamshukuru Mama Samia kwa kutuletea mradi huu, umeweza kutupa manufaa wananchi, tumeweza kunufaika, tunapata huduma ya maji kwa wakati wote. Tumevuta maji majumbani kutokana na ile kufuata maji umbali mrefu, kwa tukaona sasa hivi maji yanapatikana wakati wote, maji ni mengi, tukaona tuvutie nyumbani kwa sababu tunapata maji muda wote. Kwa kutunza vyanzo vya maji, kupunguza uchafuzi na kutumia maji kwa ufanisi, tunaweza kupunguza athari za ukosefu wa maji na kuhakikisha upatikanaji endelevu wa rasilimali hii muhimu. Aidha, kupitia elimu na hamasa, jamii inapaswa kuelewa umuhimu wa kutumia maji kwa njia endelevu, ikiwa ni pamoja na kuepuka matumizi yasiyo ya lazima na kuboresha mifumo ya uhifadhi wa maji. Hii
itasaidia kujenga mustakabali bora ambapo kila mtu bila kujali eneo analoishi anapata maji safi na salama, hivyo kuchangia katika afya na ustawi wa jamii nzima.